ikiwa huyo Mungu unayemwabudu hajifunui na nguvu zake kwako. Lakini pia huwezi ukaona utofauti uliopo kati ya Ukristo na upagani ikiwa kwenye Ukristo wako hautatembea na nguvu za Mungu. Narudia tena pointi hiyo. Pia huwezi ukaona utofauti uliopo kati ya Ukristo na upagani kama utakuwa Mkristo usiyetembea na nguvu za Mungu. Sema kwa nini? Kwa sababu mazingira wapagani wanasema haiwezekani, na wewe kinywa chako kitasema haiwezekani. Lakini nguvu za Mungu zikikaa ndani yako, mazingira wapagani wanasema haiwezekani, wewe kupitia zile nguvu utasema inawezekana, na utayabadilisha hayo mazingira kimatamko. Ngoja nikupe utofauti wa kuona kati ya mwenye nguvu na asiye na nguvu za kiroho. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Utofauti wa kuona au utofauti wa kutafsiri mambo ya kiroho kati ya mtu mwenye nguvu za Mungu na asiye na nguvu za Mungu. Kwa maana ya kwamba tunatofautiana kutafsiri kiroho kutegemeana na viwango vya nguvu tulizo nazo katika roho zetu. Kwa maana ya kwamba changamoto yoyote ikitokea kwenye safari yako ya imani, usipokuwa na nguvu za Mungu ndani yako, utaona tatizo kwenye hilo changamoto. Lakini aliye na nguvu ataona changamoto ni fursa ya kuitambulisha nguvu ya Mungu aliyeibeba. Kutoka 14 mstari wa 10 mpaka wa 14. Kutoka 14 mstari wa 10 mpaka wa 14. Changamoto zikitokea ndio utajua umuhimu wa nguvu za Mungu na madhara ya kutokuwa na nguvu za Mungu ndani yako. Asiye na nguvu za Mungu, changamoto zitamuondoa kwenye ramani. Aliye na nguvu za Mungu, changamoto hazimuondoi kwenye ramani, bali ndio zinamzidisha kuwa na uhakika na ramani aliyojiunganisha nayo ya msalaba kupitia ile damu iliyomwagika msalabani. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wasio na nguvu wakaogopa nini? Alafu anasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana, sio wakamwomba Bwana, wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Si kama unaelewa mstari wa 11. Wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi Misri? Manake wanawaambia nini? Wanamwambia hivi, uliona tuje tufie hapa? Manake walipowaona Wamisri wakayaona makaburi yao. Kitu gani kinawaonyesha makaburi yao? Ni udhaifu wa kiroho walionao. Badala ya kuona ushindi mbele ya Wamisri, wakayaona makaburi yao yako pale. Wakaanza kumlilia Mungu na kumlaumu nani? Musa, kwamba kwa nini uliona tuje tufia hapa? Au uliona hakuna makaburi kule Misri, kwa ukaona hii atokee hapa? Sikiliza anachosema mstari unaofuata. Musa akawaambia watu, musiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana
atawapigania ninyi, nanyi mutanyamaza kimya. Ukisoma mistari inayoendelea, wakati wanazidi kulialia, Musa akaenda mbele za Bwana. Bwana, adui ndio hawa, bahari ndio hii, na milima ndio hii, nafanya kitu gani hapa? Mungu akasema, mbona una fimbo? Manake nini? Mbona mamlaka nimekupa kwenye mikono yako? Anapomwambia umeshika nini mikononi, anasema nimeshika fimbo. Musa kuelewa fimbo manake nini. Mungu anamwambia mamlaka yangu ii kwenye mikono yako, wewe ndio muamuzi. Hiyo bahari iweje, wewe ndio uwe muamuzi. Hiyo milima iweje, wewe ndio muamuzi. Hao wa Misri wanaokufuatilia wafanye kitu gani? Biblia inasema Musa akasema okay, napiga bahari njia itokee katikati ya bahari. Maana yake nini? Aliye na nguvu za Mungu ndani yake anaweza kunyamazisha chochote kilichosimama mbele yake. Aliye na nguvu za Mungu ndani yake anaweza kuziagiza chochote anachotaka. Ngoja nifafanue taratibu. Musa anawaambia simameni tumkauone wokovu wa nani? Wa Bwana. Hao wa Misri mnaowaona hamtawaona. Manake anasema kupitia mamlaka niliyopewa ninatangaza wataishia hapa. Hayo makaburi mnaoyaona kwamba ni ya kwenu nyinyi hayatakuwa ya kwenu. Kupitia mamlaka niliyonayo yatakuwa ya wanaowafuata. Wao ndio wataishia hapa. Kwa hiyo tulia, relax, muone wokovu wa nini? Wa Bwana. Anapoenda mbele za Bwana, Bwana anasema mamlaka mikononi mwako, kile utakachosema ndicho kitakachotokea. Musa anasema napiga bahari, nataka njia itokee. Akapiga maji. Anaposema alipiga maji, maanake alisema njia tokea katikati ya maji. Njia ikatokea. Wanaweza wakaanza kuvuka. Wamefika mbele. Mungu akamwambia Musa, uliwaambia nini wana wa Israeli? Musa akasema niliwaambia simameni mkauone wokovu wa Bwana. Namba moja. Namba mbili, uliwaambia nini? Niliwaambia hao wa Misri hamtawaona tena. Sasa hawatawaona kama umewaruhusu wawe hai. Akasema kuona fanyaje? Akasema wameshaingia kwenye maji, kwa hiyo yaamuru maji ya wasombe asubuhi na mapema, neno lako lipate kutimia. Mizoga ya adui zenu ielee pembezoni mwa bahari. Musa akasema maji somba hao. Maji yakawasomba asubuhi na mapema, wanakuta wamejaa matumbo, wako pembezoni. Musa anawaambia niliwaambia nini? Nisikilize. Nguvu za Mungu zikikaa ndani yako, hakuna mlima utakaosalia kuwa mlima katika ulimwengu wako wa kiroho. Tatizo lolote unaloliona tatizo ni kwa sababu hujakaa vizuri na madhabahu ili imwage nguvu zake kwenye maisha yako. Na kuambia kuna matatizo unayaona ni matatizo kwa sababu hujakaa kujua ufanye nini ili matatizo yawe fursa ya kuitambulisha nguvu ya Mungu aliyembeba. Hakuna kitu kinachoumiza tatizo hili mpagani analia na Mkristo analia. Acha Mkristo anayesema ameokoka analia. Inapoteza ladha ya imani. Nilikuwa Sumbawanga, usharika wa majengo KKT. Nilikuwa nafundisha semina. Wakati yuko mchungaji mmoja pale anaitwa Hamaro wa kanisa la KKT majengo Sumbawanga. Nafundisha semina pale. Kumbe kuna baba mmoja mchawi hatari pale Sumbawanga. Alipoona anakaribia kufa, akawaita watoto wake, wanangu naenda kufa, siku nikifa mkiniweka kwenye jeneza hamruhusiwi kulifunua. Ni Mkristo tena ni mzee wa kanisa.
Amewaita watoto wake. Alipoona anaumwa hali mbaya, kaita watoto wake wote toka sehemu mbalimbali kuja hapa. Watoto wakaja, akawakalisha, akasema, wanangu sikia, naenda kufa, ugonjwa nilionao siponi. Siku nikifa, mkishaniweka kwenye jeneza mkafunika, hamuruhusiwi kufunua. Mutakapofunua, kitakachowapata hakuna atakayewasaidia, mutaisha wote. Watoto wakazingatia. Baba akasema, tawanyikeni. Wakatawanyika. Hawajafika mbali, wanapigiwa simu, baba amekufa. Wakarudi. Mimi ndio nina semina pale tena, nilikuwa nafundisha mamlaka ya jina la Yesu. Wakarudi, wakaanda msiba, kwanza wakapeleka baba yao mochwari. Ilipofika siku ya maziko, wakaenda kuchukua mwili mochwari, wakaenda makaburini ili wazike. Mchungaji wa lile kanisa akatangaza, jamani, ni muda wa kumwaga marehemu mara ya mwisho. Hajui marehemu amewaambia nini watoto. Mtoto mmoja akamfuata mkubwa, Pastor, baba alikataza kwamba tukishafunika jeneza haturuhusiwi kufunua. Na kufundisha nini? Ladha ya imani inategemea, ladha ya imani ya msalaba inategemea viwango vya huo msalaba unavyojifunua kwenye changamoto zako. Au naweza nikasema kiwango chako cha kumpenda Mungu kinategemea sana kiwango cha huyo Mungu anavyojifunua na nguvu zake kwako. Namba moja. Namba mbili, hakuna atakayemtamani Mungu wako ikiwa kwako mwenyewe uliyembeba huyo Mungu hajifunui na nguvu zake. Narudia tena, tega sikio. Jambo la kwanza, ukiwa ndani ya safari ya imani hii ya msalaba, alafu huoni nguvu za hii madhabahu zikikuvisha mahali wengine wamekwama, wale waliokwama hawataona faida ya kusali, na wewe hautaona raha ya kuwa na imani hii, kwa sababu haikuvushi mahali wengine wamekwama. Lakini imani hii ya msalaba, mahali wengine wamekwama, ikakuvusha. Viwango vya kuamini msalaba vinaongezeka. Na Wakristo wengi hawajajua kwa nini niko ndani ya msalaba na msalaba hauna nguvu ya kunitetea. Narudia tena, Wakristo wengi hawajajua kwa nini wako ndani ya msalaba, alafu huo msalaba hauna nguvu ya kuwatetea. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema hivi, kila Mungu kwenye madhabahu yake ameweka utaratibu ambao wafuasi wake wanatakiwa kuufuata, ili huyo Mungu apate kujifunua kwa viwango vikubwa kwa wafuasi wake. Si kama umedaka vizuri? Hakuna Mungu ambaye kwenye madhabahu yake hajaweka utaratibu ili kupitia huo utaratibu apate kuzidhihirisha nguvu zake kwa hao watu wake. Ina maana hata huyu Mungu tunayemwabudu katika Kristo Yesu ameweka kanuni ili ajifunue kwenye uchumi wako ufanye nini, ili ajifunue kwenye afya yako ufanye nini, ili ajifunue ndoa yako iwe ya amani. Unasikia wanagombanaga kwenye TV, ufanye nini? Usipofuata kanuni, wapagani watapeana taraka na wewe unayesali utapeana taraka. Wapagani watakuwa wanaumwa na wewe unayesali unaumwa. Kumbe magonjwa yalishakatwa msalabani miaka 2000 iliyopita. Uchumi mbovu ulishakatwa miaka 2000 iliyopita. Kulogwa kulishaisha miaka 2000 iliyopita. Wewe unachotakiwa kukaa vizuri na madhabahu, ili hiyo madhabahu uisikilize inasemaje. Ili niishi bila magonjwa nifanye nini? Ili niishi kwa furaha nifanye nini? Ili uchumi wangu, madhabahu za mashetani zisiwe na uwezo wa kuchezea nifanye nini? Ngoja nikupe andiko, Kumbukumbu la Torati
28. Kumbukumbu la Torati 28. Kama unaandika, andika mstari wa kwanza mpaka wa 14, ila mimi nitasoma michache. Kumbukumbu la Torati 28, 1 mpaka 14. Mimi nitasoma michache, nitasoma wa kwanza mpaka wa 7. Anasema hivi: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya yote ni kuagizayo hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Mstari wa 2, na baraka hizi zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Na Bwana atawafanya adui zako wainukao mbele yako watakutokea kwa njia moja, watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Maneno matamu sana. Itakuwa utakapoisikia, sio utakapoisikiliza. Anasema utakapoisikia. Kuna utofauti kati ya kusikia na kusikiliza. Hapa hasemi itakuwa utakaposikiliza. Anajua wengi wanasikiliza. Hapa anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndipo huyo Bwana atakutukuza juu ya mataifa yote duniani. Anaposema mataifa, anamaanisha adui zako katika ulimwengu wa roho. Alafu anasema utabarikiwa uingiapo na utokapo. Si kapu lako la kukandia unga, kondoo zako, mabanda yako, kapu lako. Anasema kila unachofanya kitabarikiwa, na lolote ulitendalo litabarikiwa. Hasemi ukiingia kanisani, hasemi ukiwa mchungaji, hasemi ukiwa mwalimu, hasemi ukiwa praise and worship. Anasema utakapoisikia. Alafu anasema baraka zitakujilia. Maana yake zitakutafuta mahali ulipo, sio wewe utazitafuta, zenyewe zitakutafuta. Na anaposema baraka, hamaanishi hela. Unajua watu wengi wanafikiri hela ndio baraka. Unaweza ukawa na hela hujabarikiwa, ila umefanikiwa. Si unaelewa tofauti wa kufanikiwa na kubarikiwa? Watu wengi wakiona mtu ana hela na kagari na nyumba kagorofa, anasema amebarikiwa sana. Amefanikiwa, sio amebarikiwa. Kutegemeana. We mtu anashinda Kamsamba Januari mpaka Disemba, ameacha na familia, anajenga kajumba, ananunua kagari, mnasema amebarikiwa. Hajabarikiwa, amefanikiwa. Kufanikiwa kunategemea madhabahu. Kufanikiwa kunategemea bidii. Narudia tena. Kubarikiwa kunategemea madhabahu. Kufanikiwa kunategemea jitihada na bidii. Makanisani wengi wamefanikiwa, hawajabarikiwa. Baraka zinaanzia kwenye neno, mafanikio yanaanzia kwenye kujituma. Sasa anasema baraka zitakufuata. Maana yake hata ungelala ukifuata kanuni, Biblia inasema Mungu ataagiza mataifa waje wakupe utajiri wao. Ataagiza mataifa waje wakupe utajiri wao. Tena nasema kila utakachogusa
kitabarikiwa. Maanake ukifuga kuku zitabarikiwa, zitazaana sana, hazitaua vitoto. Ukifuga nguruwe hakuna magonjwa wala takataka zinaitwa magonjwa. Lakini angalia leo, mpagani amefuga nguruwe analalamika homa za nguruwe, na Mkristo aliyeokoka analalamika homa ya nguruwe. Inakukuta wapi homa ya nguruwe uliyeokoka? Hivi unajua ile homa ya nguruwe ni mapepo? Niulize mimi ni mfugaji wa nguruwe, tena sifugi kwa kubahatisha. Unafuga kanguruwe kana futi 2 ila kana mwaka mmoja. Unakuta mpendwa ananunua mbegu za 40,000 kitoto, anakirisha mwaka mzima. Ukiwa nje sauti inasikika, nenda kwenye banda, nguruwe humuoni aliyekuwa na unguruma. Unakuta miaka 2 kanguruwe kako hapa hadi hapa, masikio ndo yawelala yako za hapa. Anaunguruma nguruwe, ana kilo nzito ya sauti kuliko kilo za nyama. Hasa mimi ni mfugaji, kuna kipindi ndo nilijua homa ya nguruwe ni mapepo ambayo hayaruhusiwi kuingia kwenye mabanda yako ya nguruwe au kideri. Ni mapepo kamili. Ukikaa vizuri na madhabahu, kideri cha kuku utasikia kwenye mabanda ya majirani kwako hakitakanyaga. Anasema atabariki mabanda yako. Ni miaka 5 imepita, nilinunua nguruwe hizi hybrid, vinguruwe 33. Na hybrid mnaofuga mnafahamu kitoto kimoja 300,000. Hiyo 300,000 kina miezi 2, 300,000. Kule kwetu saizi kikiwa na miezi 3, 500,000. Sasa nikanunua vinguruwe 33 hybrid, alafu vidume 3 majike 30. Nikayafuga, nikayalisha. Nilifunga safari mpaka na Konde, nikakodi fuso kwenda kununua vyakula vya kulisha nguruwe original, sio nguruwe fake. Nikaenda Zambia, nikanunua chakula, nikajaza kwenye fuso, nikaja nikamwaga nyumbani. Nimefuga manguruwe, nimehudumia kila huduma, naandika. Yakafika mazingira yakipata joto sipandishi, nataka nije nipandishi kwa wakati huo. Zikipata 3 nazizuilia, hakuna kupandisha. Zikipata joto 10 nazizuia. Ikabidi nitafute daktari achome sindano ya joto, nguruwe zote nipandishe kwa wakati mmoja, zinizalie watoto, nizikusanye hela kama akili zangu haziko sawa. Nimechoma nguruwe sindano ya joto. Daktari alipochoma, baada ya yale masaa ya joto zikapata joto zote 30. Madume 3 yakalemewa. Nikaenda nikazima madume kwa watumishi fulani pale kanisani kwangu. Nguruwe zikapandishwa. Mama ameenda jioni, ameweka chakula. Asubuhi anaenda aangalie. Mnajua mliofuga hybrid zinakunywa maji sana. Aende asubuhi kwenye mabanda aangalie maji, anakuta nguruwe zimezubaa. Pumba ya jana chakula hazijala, maji hazijanywa. Mama anakuja ndani analia, anasema tumeisha, mtaji wetu umepotea. Anasema nini? Anasema nguruwe zinaumwa. Nikasema sasa unalia nini? Tumepoteza mtaji baba, tumepoteza. Naenda kwenye nguruwe nakuta zimesusuvara. Na sisi wenye Kiusa tuna tatizo. Si kwa Kiswahili. Nikakuta nguruwe zimezubaa, zimetulia tu, zinatetemeka kwenye banda. Unajua nilizitazama, alafu nikarudi kwenye maandiko. Yatabarikiwa mabanda yako. Manake palipobarikiwa hapana magonjwa, palipobarikiwa hapana kifo. Nikazitazama zile nguruwe 33 zote zimepigwa na homa. Nikaangalia saa, nikasema shetani, hebu angalia muda wako, saa yako haraka. Saizi ni saa ngapi? Unaruhusiwa kuingia kwenye mabanda yote unaoyajua ya nguruwe Mbalizi, ila sio mabanda yangu. Ndio namwambia shetani, unaruhusiwa kuingia kwenye mabanda yoyote unayoyataka Mbalizi, ila kwenye mabanda yangu umekosea. Kwa hiyo nakupa dakika 5, ondoka kwenye mabanda. Sio kulia, unaamrisha. Kumbuka jana nilikwambia
nguvu za kiroho. Tumepewa kutawala ulimwengu wa kiroho kwa njia ngapi? Ambao hamkuwepo, sitarudi huko. Nilisema hivi, sisi tulio wa Kristo tumepewa mamlaka kupitia nguvu ya msalaba kutawala ulimwengu wa kiroho kwa njia ngapi? Njia mbili. Njia ya kwanza, tunatawala kikuhani. Kikuhani au kuhani anatawala kimaombi. Alafu njia namba mbili, tunautawala ulimwengu wa kiroho kifarume. Mfalme haombi, anaagiza. Tuko pamoja kanisa? Ukifika levo ya kukaa kwenye kiti cha imani ukatawala kifalme, na kuambia hakuna siku macho yako yatadondosha machozi ya huzuni. Ukikaa kwenye nafasi ya ufalme katika ulimwengu wa roho, na kuambia shetani hata kanyaga kwenye nyumba yako kamwe. Soma maandiko. Wote waliotawala kifalme, shetani aliomba po mbele za Mungu, mchukue huyu ananisumbua. Mungu akasema nimemwacha kwa ajili ya watu wenye wokovu wa Lazaro. So unajua wokovu kwa aina mbili, kuna wokovu wa Ibrahim na kuna wokovu wa Lazaro. Na Wakristo wengi wana wokovu wa Lazaro. Chukua vyote niachie Yesu. Wokovu wa Lazaro, unapigika kila kona, magonjwa yanakusumbua, alafu anakuja mtumishi anasema haleluya, Biblia inasema magonjwa mengine ni kwa utukufu wa Bwana, kikubwa linda imani yako. Hakuna kitu kama hicho. Mimi niliokoka, magonjwa yanatakiwa yapige saruti kwangu. Kanisa la Bwana, haleluya. Wewe uliye ndani ya Kristo, hata homa iwe inakuogopa, kwa sababu umebeba madhabahu ya Yesu ambaye hajawahi lazwa ndani ya miaka mingapi? 30 aliyokaa duniani. Hakuna mahali Biblia inasema alilazwa alikuwa na homa. Wewe uliyembeba, magonjwa yanatoka wapi? Mara figo zinaferi, mara sukari. Shetani akipiga kisukari, wewe mpige kichumvi chumvi, si mamlaka unayo. Wewe Mkristo kabisa analogwa, anapata kisukari. Watoto wa Yesu, haleluya. Wewe eti leo hii wanakuambia madaktari usile nyama. Wewe hela zangu natafuta kwa ajili ya nini? Nitazigonga na siumwi. Kanisa la Bwana, haleluya. Wanangu, mimi nazigonga. Mimi nyama nyekundu nitameza, kitimoto nitameza, kuku nitameza, na hakuna ugonjwa utakuja hapa. Wamasai wanakula nyama ya ng'ombe mbichi. Wewe ukipika wanasema haikuiva sana, inaleta ugonjwa. Wewe uone nini kulogwa huko? Si umenielewa nilichosema mwanangu? Wamasai kule polini wanakula nyama nini? Muda mwingine wanatoboa ng'ombe shingoni, wanakinga chombo, wanakunywa ile damu. Nenda kanywa wewe Mkristo wa mjini, utashangaa unapata ugonjwa wa kutetemeka. Unaenda usio, wanasema unakula mboga nyama nyekundu ambayo haichemki sana. Mimasai inatafuna mbichi. Wao hawana mambo mengi, wamekaa kwenye rula ya kukaa vizuri na Mungu. Nini mna michanganyo mingi mjini, na ndio maana mnalogwa kivyepesi. Mimi ng'ombe mweusi mwekundu sinakula, mweupe nakula, na hakuna ugonjwa. Kanisa la Bwana, haleluya. Nikamwambia shetani, unaruhusiwa kuingia banda lolote la nguruwe mbalizi, ila banda langu umekosea njia. Kwa hiyo angalia saa, nakupa dakika 5 nisikuone kwenye mabanda yangu. Nikaingia ndani, cheupe, twende, acha kulialia. Kulia kulishaisha msalabani. Tukaingia ndani, nikaanza kuangalia TV, naangalia nyimbo za kuabudu, na kuja kushtuka naambiwa ulimpa shetani dakika ngapi? Dakika 5. Saizi dakika ngapi? Kuangalia zimezidi. Naenda kwenye mabanda, nakuta nguruwe zinanyakanila chakula. Manguruwe yamepona, yanakula chakula, yanakunywa maji. Sikiliza, haikuishia hapo.
na kuja kuwapigia walionikodishia madume. Walinipigia simu, wanasema we Mgogo, nguruwe zako ziko salama? Anasema ziko salama. Huyu mmoja anasema uliponirudishia tu madume, kesho asubuhi yalikufa. Naye mwingine anasema yamekufa. Kuuliza mtaa mzima nguruwe zimekufa, zangu zinaenjoy kwenye mabanda. Biblia inasemaje? Kwamba hata wanyama wanatazamia wokovu wako, ili na wao wapate wokovu kupitia wewe. Mwanangu, zilizako wakati huu, nyingine 18, nyingine 20, nyingine 15. Unajua hybrid haizai vitoto vitatu si vinne, inaanzia 10 mpaka 24. Mwanangu, nilikuwa napiga hera kama vile sina akili. Watu wakiulizwa, jamani tunatafuta nguo, sema nenda kwa mchungaji Mgogo. Wananipigia simu, pastor, Bwana Yesu asifiwe, amina, natafuta vinguruwe. Nasema ninavyo hybrid. Shingapi? 300,000 kitoto. Nina 200,000. Nasema nini? Siuzi. Nenda siuzi. Sasa wanasema nakuja ili akija anibembeleze. Akifika ni bana, nasema mtumishi, naomba nikupe 2,200. Anasema nenda, hata 290 siuzi. Anasema basi. Anafika getini, anarudi, nataka 3. Nasema angalia kwenye simu, kwenye banda uruhusiwi kwenda, usilete mikosi kwenye mabanda yangu. Angalia kwenye simu vitu tunavyotaka. Anasema sasa nitanuaje wakati inataka ni viangalie? Je, ulichonionyesha akina viangalie vyote viko hapa. Wewe sema nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Uruhusiwi kwenda kwenye banda. Akisema sitaki, chukua hela yako, nenda. Nilizipiga hera mwanangu kama sina akili. Nilikuwa naweka mkono mfukoni, narusha tuka mguu namna hii. Utaki, nenda. Ndio raha ya kutembea na nguvu za nani? Za Mungu aliye hai. Soma Biblia. Yoshua 10. Yoshua 10. Unakuaje Mkristo unaonewa? Wewe Mkristo unaonewa. Yoshua 10 mstari wa 12 na kuendelea mpaka mstari wa 15. Anasema hivi: ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limejipatiliza juu ya adui zao. Nisikilize, ni Yoshua mtumishi wa Bwana, anajua mamlaka ya Mungu iliyo ndani yake, na hiyo mamlaka ameipata kwa yeye kuzingatia kanuni ya madhabahu ya Mungu wake inavyotaka. Kwa lugha nyepesi, ili nguvu au mamlaka iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo ihamie kwako, lazima ufuate mwenendo wa Kristo. Maana yake Kristo Yesu ameweka kanuni zake katika ulimwengu wako wa kiroho, ili apige adui zako. Ufanye nini? Sasa adui zako ni wengi. Magonjwa ni adui, umaskini ni adui, wachawi ni adui, mapepo ni adui. Ili apambane na chochote kinachopambana na wewe, ameweka kanuni katika ulimwengu wa roho. Wewe unachotakiwa, fuata kanuni, ili yeye kanuni ulizozifuata zimkomandi, apate kuziangalia, apate kukupatia haki yako. Watoto wa Yesu, haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Wakristo tumepoteza mamlaka kabisa. Dhambi ilipoingia ilimnyang'anya mwanadamu mamlaka ya kuwa mtawala katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Lakini tangu mwanzo mwanadamu peke yake ndo alikabidhiwa mamlaka. Alipopoteza network, akaingia kwenye madhabahu ya shetani. Shetani akaachilia roho chafu ndani ya mwanadamu. Kupitia hizo roho, si tuliomwamini Kristo tukapoteza ladha, kwa sababu kuna vitu tumemwamini sawa, lakini kuna vitu haviko sawa kwetu. Watoto wa Yesu, haleluya. Ukisoma kitabu cha Kutoka, tumalizie huu mstari niifafanue. Yoshua yuko kupigana vita.
alafu jua linaenda kuzama, mwezi unaanza kuchomoza. Wakati huo Israeli wana nguvu isiyo ya kawaida. Yoshua akawaza, tuna nguvu ya namna hii na jua linaenda kuzama, sijajua kesho nitaamka na nguvu za namna gani. Okay, mamlaka ninayo. Kama aliyeumba mbingu na nchi anakaa ndani yangu, hata mimi naweza nikaumba ulimwengu huu. Kwa hiyo kama aliamrisha jua, na mimi naweza kuamrisha jua. Kama aliamrisha mwezi, na mimi naweza kuamrisha mwezi. Yoshua akasema, wewe jua, tulia hapo hapo mpaka nitakapokuambia anza kushuka. Na we mwezi, hutakiwi kuchomoza nuruni, kaa gizani huko huko mpaka nitakapojilipiza kisasi kwa adui zangu. Biblia inasema jua likatulia, mwezi ukatulia. Yoshua akapigana vita. Alipopigana vita, amemaliza adui zake, akajisahau. Anakuta bado ni mchana tu, bado ni mchana. Usingizi unamjia, ila bado ni mchana. Akakumbuka, niliomba nini? Jua litulie, mwezi utulie. Wewe jua, endelea na safari, na wewe mwezi anza kuja. Jua ndo likaanza linashuka, linaenda, mwezi unaanza kuchomoza. Ukiwa na mamlaka hiyo ya kuweza kuamrisha mpaka sayari ikatii agizo lako, sikia kanisa, hakuna siku utamwaga machozi ya huzuni kwenye macho yako. Macho yako yatamwaga machozi ya asante. Leo wachawi ndio wana mamlaka, sio sisi warokore. Nikuulize swali, kwa nini likija bundi kwenye nyumba yako unakemea? Mimi nimekuuliza swali, sijasema ucheke. Kwa nini Wakristo wengi likija bundi kwenye nyumba yake anaanza kukemea? Au alifunga mlango chumbani kwake, anaporudi usiku anashangaa paka amekaa kwenye kitanda, ili anawasha taa, paka amekaa kwenye kitanda. Huyo paka alipoingilia haeleweki, anageuka nyuma, paka yuko mlangoni. Utachukua hatua gani? Nafunja roho za kichawi. Aliyekwambia paka ni roho za kichawi nani? Nikuulize swali, kwa nini bundi likija kwenye nyumba yako unaamini ni uchawi? Kwa nini? Kwa nini paka akiingia nyumbani kwako mazingira kutatanisha unaamini ni uchawi? Jibu ni hili, kwa sababu unaamini wachawi wanaweza kutumia bundi kuleta uharibifu, si ndio? Wanaweza kutumia paka kuleta uharibifu, si ndio? Lakini ukisoma maandiko, sisi Wakristo ndio tulipewa mamlaka ya kutumia paka, ya kutumia bundi. Yaani kinachotambaa, kinachoruka, vyote vilikuwa chini ya mamlaka yetu sisi. Tulipopoteza nafasi, wao ndio wakapata nafasi ya kuvitumia hivyo. Leo mchawi anaweza akatumia upepo ukaizua nyumba ya mlokole. Anauagiza tu upepo njoo kaizue nyumba ya mlokole. Walokole hatuna uwezo wa kutuma upepo kaizue nyumba za wachawi. Kwa nini? Wao wachawi, madhabahu yao itakachowaambia ili wawe na nguvu za kiroho, wako tayari kutii. Sisi Wakristo, madhabahu inachotuambia tufanye ili iwe na nguvu ya kuleta matokeo katika maisha yetu, hatufanyi. Kwa mfano, hakuna mchawi analala usiku, ila sisi warokore ndio tunalala usiku. Kama unamfahamu mganga wa kienyeji au mchawi, kamuulize usiku munalalaga. Usiku ndio muda ambao wanautumia kujiimarisha nguvu za nini? Za kiroho. Sisi usiku ndio tunalala, tunakoroma, alafu saa 9 usiku ndio tumefundishana tuwe tunaamka kufanya nini? Kuomba. Nisikilize, ukiamka kuomba saa 9, wewe umeisha.
Muda wa kuomba aliye Mkristo ni kuanzia saa 4, saa 9 nenda kalale. Muda wa wachawi ndio wanaanza kazi, na wewe ndio muda wa kupiga katika ulimwengu wa roho. Sasa wachawi wanarudi kulala saa 9, mlokole ndo anaamka saa 9 kuomba. Hapo tayari wameshavuruga maisha yake. Wameshakuotesha mandoto ya ajabu. Mara unaota upo kijijini kwenu na huelewi manake nini. Mara unaota unaokota hela na huelewi manake nini. Mara unaota upo shuleni na shule ulishamalizaga muda mrefu, huelewi manake nini. Unaamka unasema oh haleluya, manake nini nimeota niko shuleni. Kumbe wachawi usiku ndio wanautumia kuvuruga maendeleo yako, kuvuruga mipango yako. Mara unaota umeolewa na wewe binti hujaolewa. Mara unaota unazaa na wewe binti hujaolewa. Mara unaota unafunga ndoa na ndoa ulishafungaga muda mrefu. Wanatumia malango yako ya ndoto ili kukuvuruga. Okay, Wakristo wengi tunafeli kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza, tunatumia usiku kulala. Wakati wa kambi ya shetani wanatumia usiku kujiimarisha. Wiki 2 zimepita nilikuwa Mbozi, eneo moja linaitwa Mbuga. Mganga mmoja alikuja kujisalimisha, nimemrekodi kwenye simu. Alikuja kujisalimisha. Alikuja siku ya kwanza, ilikuwa siku ya Alhamisi. Ilikuwa ni Alhamisi, yes. Alikuja, mimi sikumuona, kumbe mchungaji amemuona. Anapotaka kuingia, alibaki ameganda hivi kwenye mlango kama pale. Alibaki ameganda, akageuka, akaondoka. Ijumaa asubuhi akaja pale kanisani, akamwambia mchungaji, nataka nijisalimishe kwa Yesu, nikutanishe na huyo mtumishi. Aliponikutanisha akaeleza, mimi mtumishi nimechoka kumtumikia shetani, nataka niokoke, kwa nataka nikabidhi uchawi. Nikasema kwa watu nilionao hapa hakuna mtu anaweza purukushani za kiroho. Naomba uje kesho Jumamosi niwaite watumishi ambao na waamini wanaweza kunisaidia kwenye kazi ya kuvunja madhabahu ya kiganga. Akasema sawa. Nikawatafuta watumishi kama 3, nikambahatisha mmoja. Pigia wa kwanza akatoa dharura, wa pili, unajua watu kusikia madhabahu za kiganga hata kama hawana dharura wanatoa dharura. Huyu wa 3 akakubali. Tulipofika asubuhi akasema, mtumishi, unajua Alhamisi nilitaka kuingia kanisani, lakini nguvu ya Mungu wako ilinizuia. Nikasema kivipi? Akasema, mimi huu mguu kuna madhabahu kwenye mguu. Ninapotaka kwenda mahali kwa mtu aliyenizidi nguvu za kiroho, huu mguu au kanyagi chini. Kwa najua huku nitazalilika, nitapigwa. Kwa muda mrefu nimetafuta mtumishi anayeweza kunisaidia kutoka kwenye uganga, nimeshindwa. Nikasema unamaanisha nini? Akasema nilienda kwa mchungaji mmoja Chunya, akalitaja eneo. Akasema nikaenda kujisalimisha kwamba baba, mimi ni mganga, nataka niache uganga. Anasema yule baba anapotaka kuniombea, nikamwambia baba, ninachoona kwako hauna nguvu za rohoni kabisa, kwa hiyo kuitoa roho ya uganga iliyo ndani yangu huwezi. Anasema akaniambia naweza. Alipoweka mkono juu yangu, nimemrekodi yako kwenye simu. Anasema alipoweka mkono juu yangu akaparalyze upande mzima. Anasema nikamwambia hivi, wewe ukiwa mchungaji huna maombi ya mifungo, bora fungua kilabu cha pombe. Anasema nakwambia na we mtumishi, japo nimeamini sawa, nguvu za Mungu zipo sawa, unaweza kunivusha. Usije ukaacha maombi ya mifungo ya mara kwa mara. Ni bora ufungue kilabu cha pombe kuliko kufungua kanisa. Hauna maombi ya milimani kwenye hilo kanisa, haukeshi kwenye madhabahu usiku, wakati sisi wachawi na waganga usiku ndo tunaenda kuchafua madhabahu, kuachilia uchafu kwa kila anayesali kwenye hiyo madhabahu. Kumbe wachawi na waganga usiku ndo wanakuja hapa, achilia uchafu.
achilia uchafu, alafu wanauibilizia. Kila anayehusika na hili kanisa awe na shida 1, 2, 3. Ndio mnashangaa miguu haiachi kuuma, viuno haviachi kuuma, chini ya kitovu hapa hapaachi kuuma, na unasali. Leo nakwambia, tafuta kanuni za Mungu aliye hai. Hata kama kuhani hana maombi, watapita pale, wewe hawatakupata katika ulimwengu wa roho. Yule baba akasema, warokole mnalala usiku, sisi hatulalagi usiku. Usiku ndo tunaenda kwa madhabahu yetu kuuliza, ili niongezeke nguvu za kiroho za kunisaidia kiutendaji, nifanye nini? Toa kafara na toa kafara, fanya hiki nafanya. Ninyi hata madhabahu yenu ikisema toa sadaka, unaangalia iko wapi nitoe. Waganga na wachawi wakisema ili ni kuimarishe nguvu, toa mtoto wa kwanza, wanatoa. Toa mtoto wa kwanza, natoa. Tena watoi zezeta ziapunga. Yule ambaye akili ziko sawa, yule mwenye maendeleo. Yule baba alieleza vitu vya ajabu. Kwenye mguu kuna madhabahu, akasema hivi, yule mchungaji aliyepigwa stroke alianza kuniombea, hata ajui kwenye mwili wangu kuna nini. Maana mpaka anasema haya. Nikamwambia hivi, je, ulipoenda kwa huyo mchungaji ulimkabidhi vitu vya kichawi? Akasema ulimkabidhi nini? Anasema fimbo na mkuki ambao upande ni jembe, upande ni mkuki. Nilimkabidhi. Nikasema mbona vingine hukumkabidhi? Akasema huo ndio uganga wangu. Nikasema hapana, usinidanganye. Mimi ni mtu mzima kiroho, macho yangu ya ndani hayajapofuka. Nina uwezo wa kukujua vile ulivyo, huwezi kunidanganya. Akasema mtumishi, kwani wewe unaona nini? Nikasema kwenye tumbo hapo ulimwambia kwamba nguvu ya kiganga ya kuona matatizo ya watu iko kwenye tumbo. Akasema sikumwambia. Kwa nini? Namba 1. Nikamwambia namba 2 yapo kwenye simu, nilimrekodi ya kujua kabla ya maombezi. Jambo la pili nikamwambia hivi, ulimwambia kwamba nguvu zako za kiroho ziko wapi? Akasema kivipi? Nikasema kwenye kifua hapo una chare 2 ambazo ndio nguvu yako ya kushambulia katika ulimwengu wa roho. Ulimwambia? Anasema yes mtumishi, mpaka nimwambie nini? Ndio maana alipigwa. Ngoja nikupe kitu kimoja. Nguvu za Mungu zina macho, zina masikio, zina mikono, zina miguu. Kwa hiyo kama zina macho, zikikaa ndani yako zinaweza kukuonyesha nani mchawi, nani sio mchawi, nani anafaa kuambatana naye, nani hafai kuambatana naye. Kama zina masikio, zikiona zinaweza kukusikilizisha, kukuambia mwanangu, kuna jambo 1, kuna jambo 2, kuna jambo 3 linaendelea katika ulimwengu wa roho. Jambo la 3, kama zinasikia zinaongea, kama zina miguu zinatembea, kama zina mikono zinapigana. Ndio maana ukisoma Waamuzi 14, Biblia inasema, Waamuzi 15, Waamuzi 15 ule mstari wa 14 mpaka wa 15, anasema Roho wa Bwana akamjia kwa nguvu. Unaelewa maana ya Roho wa Bwana? Akisema Roho wa Bwana akamjia kwa nguvu, maana yake nguvu za Mungu zilimjia kwa nguvu. Alafu anasema zile nguvu zilipomjia, kamba iliyokuwa kwenye mikono yake ilikatika kama kitani iliyopita kwenye moto. Maana yake nini? Zile nguvu zikakata kamba ya mateso, maana yake zina mkono wa kukata. Alafu anasema zile nguvu zikamwambia, okota mfupa wa taya ya punda ulio mbichi, piga adui zako. Maana yake
nguvu za Mungu zikikaa ndani yako zinaweza kukupa maelekezo ya nini kinaendelea na nini ufanye ili utoke na ushindi kwenye kona hiyo unayotaka ushindi. Kanisa la Mungu, haleluya. Sasa nikiwa Sumbawanga pale, naeleza vile mambo mawili. Jambo la kwanza, usipotembea Mungu liyembeba, kama unatumia neno lake kuamrisha vitu fulani vitokee, visipotokea ladha ya huyo Mungu kwenye maisha yako inapotea. Namba mbili, ikiwa Mungu liyembeba hajifunui watu wakaziona nguvu zake, hakuna atakayemtamani huyo Mungu. Ngoja nitoe mfano mwepesi, vile ambavyo ukikosa nguvu za Mungu, ladha ya wewe mwenyewe kumpenda Mungu inapotea, lakini ladha ya wanaomsikia Mungu wako kwamba anaweza inapotea. Tutoe mfano huu, bila mifano Yesu hakusema nao. Amen. Tutoe mfano, huyu mwanangu apangwe na mchungaji Jumapili kwenye hii madhabahu. Mwanangu fulani, naomba Jumapili uhubiri. Mwanangu aseme sawa. Anakuja Jumapili hapa, anasema wapendwa, somo la leo uweza wa jina la Yesu. Tuko pamoja? Anawaambia Wakristo somo la leo ni uweza wa jina la Yesu. Munatega sikio musikie uweza wa jina la nani? Anaanza, ukikutana na Yesu, hata kama ulikuwa na magonjwa ya asili yanaachia. Anaanza kueleza, mikosi inaondoka, laana inaondoka, magonjwa yanaondoka. Katikati ya mafundisho wapendwa, mniombe. Nimepima, wamesema nina TB. Wapendwa, mniombe. TB itaniua wapendwa. Yaani inanitesa usiku, jasho linamwagika, nikianza kukohoa ndio hivi. Mniombe wapendwa. Turudi kwenye somo. Uweza wa jina la Yesu. Ukikutana na Yesu, changamoto zako zote zinaachia. Hata kama ulirogwa, uchawi Yesu anabeba, utakuwa salama. Wapendwa, nimesahau. Nilienda kupima, walisema na figo zangu zinaferi. Figo zangu zinaferi wapendwa. Mwaka huu nitakufa, mniombe wapendwa. Turudi kwenye somo, uweza wa jina la Yesu. Nikuulize swali, mtumishi wa Mungu, hamu ya kuendelea kumsikiliza inakuwepo? Somo uweza wa jina la kwake mwenyewe. Hatuoni huo uweza kwa sababu yeye mwenyewe ana TB, yeye mwenyewe figo zinafeli, yeye mwenyewe ana presha, yeye mwenyewe majanga, alafu anatuambia uweza wa jina la Yesu. Wakiwepo Wanyakyusa hao, akatuga lembi bijope ujo ase ikutamia. So unajua Wanyakyusa wacheleweshaji papo kwa papo. Si Wanyakyusa, ndio maana hatuna stress, ndio maana ukuti Mnyakyusa mwembamba. Sisi ni papo kwa papo, hatutunzagi maneno huku ndani. Ndio maana kumkuta Mnyakyusa mwembamba, sahau. Wote utafikiwa na mimba wako mjini. Hawataki kukaa na stress. Wenyewe ukiwakosea wanakwambia papo kwa papo. Kanisa la Bwana, haleluya. Kama kwenye ibada hiyo yuko Mnyakyusa, watasema soka bonkeni uko katugare ase, Mungu wako yuko wapi? Watakuondoa haraka. Cha kwanza, we mwenyewe hamu ya kuendelea kuambia watu uweza wa jina la Yesu inapotea kwa sababu we mwenyewe una shida. Namba mbili, wanaokusikiliza wanasema potezea tu muda. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni huyu mwanangu tena aitwe apate ule ukimwi wa zamani. Sore mwanangu, unafahamu ukimwi wa zamani? Apate ule ukimwi wa zamani ambao mtu alikuwa akipata, kila moja ni kipimo. Tayari uoni nywele tayari alikuwa mnene, we uoni tayari
uone mifupa inapandisha juu, tayari alimogi. Alikuwa anaruka sana tayari. Kama ulikuwa na lishepo lote unabaki kama nguzo ya umeme huko za hapa. Ulikuwa na kitambi kinaenda, nywele utafikiri pusi ilikuwa inalamba. Watu wanaanza tayari. Sasa huyu mwanangu ndio awe na ukimwi ule wa zamani. Anaumwa mpaka mnasubiri tu taarifa kwamba tanzia. Ana ukimwi, ana sukari, ana BP, anaumwa yuko. Mnapoenda kumtazama mnasema kama atafika kesho sijui. Alafu mnashangaa Jumapili asubuhi mchungaji anawaambia, wapendwa, nina habari njema. Yule ndugu yetu, kijana wetu aliyekuwa naumwa, amempa Yesu maisha jana. Kwa hiyo mnaenda kumtia moyo wapendwa, ni Mkristo pamoja na sisi. Ameokoka, amempa Yesu maisha, nilienda kumuombea. Munaenda munakuta saizi na tumacho tunageuka. Ila alikuwa meganda, munakuta na tumacho tunageuka. Wakusema hawaishaji. Wanapotaka kufa wanaonekanaga wanapona, ndio hivyo hivyo. Usikiliza, unajua ukiumwa umefika pa mwisho, wakakuta ghafla umechangamka. Ulikuwa uji wanasema naomba uji, sema ndo anaenda. Sasa yule kijana ameombewa, mchungaji anasema ameombewa, mkamtiage moyo. Munaenda munakuta anageuza na macho, ni wewe Flora? Anasema ni mimi. Ubarikiwe Flora. Baada ya siku kadhaa munakuta anaanza mazoezi, anatembea barabarani, anafanya mazoezi, anaenda mpaka pale njia panda, anarudi. Siku ya kwanza, siku ya pili mnashangaa yuko za hapa. Anafanya nini? Ya tatu unashangaa yuko za hapa. Anazidi kubadilika. Ya nne unashangaa. Alafu unaenda jioni uwanjani hapa, unakuta anacheza mpira. Alafu huyo jamaa anapangwa Jumapili hapa, anasimama anasema, wapendwa, somo la leo ni uweza wa jina. Yani kabla hajaanza kufundisha mnasema, jamani, kweli Yesu ni muweza. Huyu tulikuwa tunasubiri saa ya kufa, amepona. Hakika Mungu yu hai. Kabla hajaendelea kufundisha, wenyekeza mwe amarembi mitukinde nkeni mwe amalizage haraka, tupite tumpate huyo Mungu wake. Yani kabla hujamaliza, watu utakuta wako mbele wanasema, mtumishi, nimekuja kuokoka. Mimi unachokisema na uhalisia wake ndivyo ulivyo. Sikia, ukiwa ndani ya safari ya imani, wapagani hawaangalii Biblia unayoenda nayo kanisani. Wapagani wanaangalia matokeo ya imani uliyoipata kwako ni yapi. Kama walipokwama umekwama, huwaaminishi Mungu wako. Sasa tukiwa Sumbawanga, yule baba akafa, wakapeleka maiti mochwari, wakamrudisha. Siku ya maziko, mchungaji akatangaza, jamani, tuage marehemu mara ya mwisho. Mtoto mmoja akamfuata, Pastor, baba kabla hajafa alisema tukishamweka kwenye jeneza haturuhusiwi kufunua. Akasema hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho, tutamfunua na tutamtazama. Watoto wote wakaitana, umemwambia? Akasema nimemwambia. Wakaenda wote, Pastor, baba alikataza. Akasema hakuna. Huyo ni mtu wa watu, amekuwa mzee wa kanisa miaka nenda rudi, lazima tumtazame. Pale ndio nilijifunza hakuna watu waongo kama wavaa magauni. Sumbawanga ndiko ambako nilijifunza hakuna watu waongo mwanangu kama wavaa magauni. Mvaa gauni anaweza akacheka kumbe analia, na anaweza akalia kumbe anacheka. Usiombe mvaa gauni ya kupende kijana, utanyosha maelezo. Hata kama ukutaka kumuoa utamuoa tu. Mvaa gauni ya kupende kijana. Ndio maana vijana mutakiwi kuongozana na wavaa nini?
Akikupenda, upende usipende, utaoa. Uredi, uko wapi? Niko nyumbani, nakuja. Kumbe ameshajipanga. Atapiga story hapo na wewe unasema kwani shida iko wapi? Mwana kwaya mwenzangu. Unapiga, inafika saa 1 na sasa. Mimi kwetu saa 1 hatuingiagi ndani. Baba hawezi akaruhusu. Hiyo ndio umeoa mwanangu. Kwetu mimi saa 1 nimeshinda muda wote. Unafikiri baba atanielewa? Hatanielewa hapa stoki. Na unasema kwa hiyo tunafanyaje? Hasa ndio tunafanyaje sasa? Ndio nimefika hapa. Kwanza wewe maana ishara zote ninazokuonyesha ujui kama nakupenda. Sasa naenda wapi? Mimi nyumbani watanifukuza, nafikiri nitaenda. Mimi ndio nimefika hapa. Ondoka hapa, sitoki. Unapomuondoa watu wanasema uliingia naye kufanya nini unamuondoa? Ndoa tayari mwanangu. Sasa lakini mimi sikumpenda kwa maanaye mmeshaoana, hiyo ndio imetoka mwanangu. Mvaa gauni muogope. Kanisa la Bwana Haleluya. Si unafahamu wamama wakifiwa wanajifanya hata kutembea hawawezi? Waongo. Wanajifanyaga hata kutembea hawawezi. Mama waongo nyinyi, waongo. Mnatakaga lifti. Kwa mfano, sidi mtolee mfano yupi hapa? Kanisa nimtolee mfano Mchaga wangu, si Mchaga, si Mbena. Nimtolee mfano huyu. Piga picha huyu afiwe, alafu hawa nazimia, na waliopewa kumbeba awe ni mwanangu na kamwili kake, na hawa ndio wanamuongoza. Watalala huyu. Huyu anajifanya hata kutembea hawezi. Kwa hawa watatoa jasho baada ya kutoa machozi. Watalala hoi. Sasa na wenyewe wanasema subiri na yeye afiwe tutamnyosha. Wenyewe ndio wanajifanya wanazimia masaa 3. Hawa waongo. Nilijifunza Sumbawanga. Alipogoma mchungaji kwamba lazima tumtazame, alipofunua jeneza, wale walioenda makaburini wanazimia, kwani walizimia. Wale walioenda makaburini wanajifanya hata kutembea hawezi, kwani walishindwa kutembea. Sikiliza, alipofunua jeneza, zilitoka nyuki ndani ya jeneza. Hazikuangalia mwanangu, hazikuangalia. Zilianza kugonga kila aliye msibani. Ndio nilijua wamama ni kina Philibert Bai wa 78. Nikisema Philibert Bai vijana wa 2000 hawaelewi. Philibert Bai alikuwa mwanariadha wa miaka ya 77 mpaka 79. Wanajifanya hata kukimbia hawawezagi, waongo. Walipofunua jeneza, nyuki zilipoanza kugonga watu, waliobaki makaburini wanakimbia, wanajitetesha, ni wanaume. Wamama wamevuka mpaka barabara, wale waliokuwa wameshikiliwa ndio walikuwa kule. Vilibaki vitenge makaburini na vikoi na mikoba. Wenyewe wako kule wanahema. Nyuki zikaendelea kuongezeka pale makaburini. Kadri muda unavyozidi kuendelea, nyuki zinazidi kuongezeka. Mtu akisogea makaburini zina yeye. Ndio dada mmoja kumbe amehudhuria semina na ameona vile Mungu anavyotenda ishara kwa watu. Akamfuata mchungaji, baba, pale Majengo KKT kuna semina, somo linalofundishwa pale, inawezekana mtumishi akija atatusaidia. Jamani, usiombe mtu mweupe avimbe. Anakuwa mwekundu. Nyinyi weupe, sisi ngozi nyeusi ndio safi mwanangu. Sasa unakuta kuna weusi na wenyewe maziapunga. Tumepewa ngozi OG, anaenda kujichubua. Yule mweusi jipigie makofi bwana. Hii ngozi OG bwana. Hii dukani haipo. Wazungu walipoona mweusi anaishi popote, kwenye joto anaishi, kwenye baridi anaishi, wao kwenye joto wanaiva. Akasema asenta mtengenezea nini? Karolaiti, wajipuzure wawe kama sisi na wenyewe wapate shida kwenye joto.
Mweusi na yeye anampenda mweupe, wakati mweupe anamtamani mweusi. We mweusi, hiyo ngozi ni OG. Paka mawese, ngozi yako inakubali. Mzungu akipaka mawese, ngozi inaharibika. Nyi wadada wa Kiswahili, ngozi jamani ni tamu. Unakuta mjinga mmoja anaenda amejiposhura, anakuta fikiri mafufu yaliyogoma kuchomwa kwenye moto, pengine yameungulia, pengine yamegoma kuiva, kwa anakuwa na rangi mbili. Naye ni Mkristo. Kanisa la Bwana, haleluya. Watu wamevimba. Sasa dada alipomshauri pasta, wakaja. Mimi nimekaa chumbani najiandaa mida ya saa 9 ile, nakuta mchungaji wa ile kanisa la KKT ananifuata. Anasema, mwanangu, waligoma kuja kwenye semina, watakuja Kibabe. Nasema nini? Anasema wamepigwa huko, wanahitaji msaada, twende mwanangu tukatoe msaada. Walijifanya wamegoma kuja kwenye semina, kwa njia hii watakuja. Nasema kuna nini? Nasema wewe twende sebuleni hapa. Nafika sebuleni nakuta mchungaji wa lile kanisa, huu mdomo umepandisha hivi. Nyuki ziligonga mpaka kwenye fizi. Hazikuogopa kanzu. Shetani unafikia anaogopa kanzu au liturugia. Msifuni Bwana, shetani haogopi. Shetani anaogopa mamlaka ya kimungu iliyo ndani yako. Si mwimbieni Bwana, haimtishi shetani. Kanisa la Bwana, haleluya. Yule baba kaanza kueleza kilichotokea. Wapendwa, wanasema daktari haruhusiwi kumcheka mgonjwa, inategemea. Nilishindwa kuvumilia, anavyoongea ndo mdomo umepandisha juu, fizi yote imetoka nje. Anapoongea nikasema, Mungu nisaidie. Nikasema subiri kidogo pasta, ngoja niende chooni nikamalize kicheko chooni, alafu nitokage kimeisha. Nikasema Mungu nisaidie. Nisiye nikacheka, Mungu nisaidie. Nikienda pale nitainama nisimwangalie usoni, maana nikimwangalia na acheka amegongwa na nyuki. Lakini kibiblia, ukisoma Biblia inasema hivi, endapo mutashika maagizo ya Mungu aliye hai, Mungu ndio ataagiza nyuki ziwagonge wabaya wenu. Lakini leo wabaya ndio wanaagiza nyuki zinawagonga Wakristo. Wangapi mnafahamu nyuki ni walinzi wa Wakristo? Au hamjui? Niwape andiko. Nyuki ni walinzi walioamriwa wamlinde Mkristo. Okay, mlokole. Lakini usipokuwa na wokovu oji, badala ya nyuki kukulinda, ndo zitatumiwa na wabaya zikugonge. Kwa kilichokuwa kinanifanya mpaka naishiwa nguvu na cheka, pasta amegongwa na nyuki, wakati mlokole nyuki haimruhusiwi kumgusa. Nasema Mungu nisaidie. Nikienda pale sitaangalia juu, nitainama chini, Mungu nisaidie. Nikaenda pasta endea sasa, ndio nikakuta punde si punde. Nikakuta mtumishi punde si punde. Nilipofunua ile neno punde si punde, nilipofunua nikakuta tena kimekuja kicheko ikiarandula kweki. Kwa hiyo ndio tumekuja, mtumishi utusaidie kuzifukuza nyuki. Tukaondoka na mchungaji, tukapanda gari siti za mbele, wazee wake wa kanisa wamevimba, yeye amevimba. Tukaenda mpaka makaburi. Tunafika makaburini, maafande wamepigiwa simu, nyuki zimevamia watu. Wakaja na mabunduki yao. Kimomo nasema pigeni, si nyinyi usalama wa raia, pigeni nyuki sasa na mabunduki yenu. Si usalama wa raia. Wamekuja wamegana tu barabarani, rudi huko, hamruhusiwi kuvuka, rudi hapa. Sasa nyinyi mmeitwa, kuna nyuki zimevamia watu, sio kuwazuia watu, ondoeni nyuki. Unajua nilijifunza kitu kimoja, Iwambi nimetoa mfano juzi, niliuliza swali. Leo akipanda mtumishi wa Mungu kwenye gari na mganga wa kienyeji apande kwenye gari, wote wavae nguo za kazi, mchungaji na mganga, na gari siti zimejaa, unafikiri watakayempisha kwenye siti nani? Narudia tena, apande mganga wa kienyeji kwenye gari na amebeba zagazaga yake ya uganga,
apande na mchungaji amevaa na kola, ameshika Biblia. Unafikiri vijana wa mtaani watampisha nani kwenye siti? Wanaosema mganga, nyosha mkono, nyosha juu, tupige kula. Wanaosema watampisha mchungaji, nyosha mkono. Nakataa, hawatampisha mchungaji. Wanajua mchungaji wasipompisha hana madhara kwao. Mganga wasipompisha atatengua viuno. Wanajua atatengua viuno. Wanafanya mchezo na waliobeba dunia. Wana hofu na mashaka masaa 24. Wana hofu ya kurogwa na mashaka. Watampisha mganga. Nilijifunza Sumbawanga. Ile tumefika, tumeshuka kwenye gari, pastor anasema ndio zile pale watumishi, nyuki zimetanda makaburini. Tunapoenda, afande mmoja akasema, hivi vijana rudi haraka. Yule mchungaji akamfuata akasema, afande, hawa ndio tumeita watusaidie kuziondoa nyuki. Alichoongea afande kiliniuma sana. Akasema ni waganga, manake wa kienyeji. Yule pastor akasema hapana, ni watumishi wa Mungu. Rudi nyuma, sitoe ujinga hapa. Manake kama ni waganga, wana uwezo wa kuziamrisha nini? Nyuki zikaondoka. Kama ni wachungaji, toka, rudi nyuma. Aliposema tu ni watumishi wa Mungu, wachungaji, rudi huko haraka, msitue matatizo hapa. Toka huko mbele. Tukarudi, pigeni na bunduki sasa. Tukarudi. Yule mchungaji akamlazimisha, akambembeleza, bwana, hawa ni watumishi wa Mungu, tumewaita watusaidie. Mbona na wewe mtumishi zimekugonga? Kwa mtoto. Baadaye alipokuta anabembelezwa, akasema nendeni, yatakayowapata hayatuhusu. Tulienda na yule mchungaji. Hii ndio barabara imeishia hapa kuna kikorongo, alafu huku ndio kone makaburi. Yaani utafikiri tuliambiana uzuri na utamu wa nguvu za Mungu aliye hai. Nikakuta nimenyosha mkono, ninachotamka na yule mchungaji wa KKT naye anatamka. Nikasema kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninyi nyuki haraka, rudi mlikotoka. Na yeye akatamka hivyo hivyo. Zile nyuki zilianza zinatoka ziliko, zilizokusanya, zilitengeneza rundo, zikaenda zote kwenye jeneza, zikazama ndani. Tukafunika jeneza, tukawa tunaondoka, watu wanashangilia, watu wanaimba, watu wanamtukuza Bwana. Wamemtukuza Bwana baada ya kuziona nguvu, baada ya kuona matokeo. Wakazika. Walipozika, familia inasema, jamani, tukitoka hapa tunaenda kunawa. Nasikia vijana walisema hamna kitu kama hicho, tunaenda kwenye semina. Tunaenda kwenye semina. Kale kakanisa kama jengo KKT Sumbawanga ni kakanisa kadogo, ni sawa na kutoka hapa mpaka pale, ila ni kembamba. Akana hivi. Siku ile jioni kalionekana akatoshi, ilibidi vyombo vitolewe nje. Hata ule uwanja wote wa majengo ukawa mdogo. Watu wanaambiana, we, amekuja pasta, nyuki zimetia alichosema. Amekuja pasta, nyuki zimefuata maelekezo. Sikia, hata kwako inawezekana. Yako magonjwa yanakutesa, pewa uwezo wa kuyaagiza. Yako matatizo yamekaa juu yako, ukifuata kanuni za madhabahu, hakuna tatizo. Utaliagiza lifanye unachotaka lisifanye. Nilikuwa Kigoma, Kasulu, eneo moja linaitwa Kalela. Kigoma, Kasulu, eneo moja linaitwa Kalela. Nilikuwa nahubiri mkutano wa Injili. Siku ya kwanza nimehubiri, nikiwasema wachawi, nakuta uwanja mzima wanageuka, wanamwangalia mzee mmoja. Kila nikiwasema wachawi, watu wanageuka, wanamwangalia yule mzee. Alafu yule mzee anaonekana kuna kitu amechukizwa. Akawa anaenda hivi, anarudi huko, anaenda anarudi. Namaliza mkutano bwana, ile tumeongozana na mwenyeji, nikakuta mwenyeji amegeuka nyuma. Alafu ghafla nikakuta sura imebadilika. Akasema, mwanangu, tumeisha. Nasema nini?
anasema hatari hiyo huko nyuma inakuja, tukimbie. Sasa huwezi ukakimbia hujui ni hatari gani. Hata mbio zinategemeana na aina ya hatari. Kanisa la Bwana, haleluya. Hata aina ya mbio zinategemeana na aina ya nini? Mbio utakazokimbia unafukuzwa na mbwa, sio mbio utakazokimbia unafukuzwa na simba. Unajua mbwa atachana nguo, atauma hapa, nitachomwa sindano ngapi? Simba hapa ndio habari yangu imeisha. Hakuna mlembo kwenye simba, hakuna bisho kwenye simba, hamna mwenye presha kwenye simba, wala hamna bonge. Kuna watu wanajifanya kwa kukimbia eti ndo za hapa. Itokee simba atafanya za hapa, presha mfukoni, ubonge mfukoni, atazifyatua mbio, mbavu sina, atakuacha nyuma. Kanisa la Bwana, haleluya. Kwa hiyo nigeuke nyume niangalie kuna hatari gani, ili aina ya hatari ndio iamlishe aina ya mbio nitakazokimbia. Nakuta ni yule mzee. Nikasema mbona sioni hatari, naona mtu. Akasema huyo ni hatari. Tumeisha mwanangu, tukimbie. Mimi nikazalau. Alipokuta nimezalau, alinishika mkono, alianza kunikimbiza kilazima. Nifanyeje sasa? Na mimi nikaanza kumfuata, na mimi nakimbia. Tumefika nyumbani kwake, akafunga mlango, akapiga magoti kwenye kona, anaomba, Mungu niko chini ya miguu yako, msaidie mtumishi wako asife. Mungu msaidie mtumishi. Mimi nashangaa, nani anakufa? Sikiliza, ukibeba msalaba wa Yesu kikamilifu, watakaotangaza unakufa watatanguliza pua zao makaburini, wao utakuwa salama. Hujasoma Biblia? Ukikaa vizuri na Mungu rohoni, watakaotangaza uumwe wataumwa wao, watakaotangaza unakufa watakufa wao, watakaotangaza lazima ufilisike watashangaa unatajirika, wanafilisika wao. Kaa vizuri na hii madhabahu. Kanisa la Mungu, haleluya. Anaomba Mungu msaidie mtumishi wako asife. Mimi nasema ndaga kiara ngubwene pa kibanja, nimekuona uwanjani Mungu, sante kwa kuokoa. Sijakaa sawa, mlango unagongwa kwa nguvu. Alipokuta atufungui, si alipiga teke, si alisukuma, akaingia. Alikuja moja kwa moja niliko, akanikunja, akasema kabla sija kufanya kitu kibaya niombe msamaha. Nikasema nimekukosea nini? Akasema hujui kosa lako. Nikasema sijui. Akasema muulize mwenyeji wako kosa lako ni nini. Nikasema baba, kosa langu ni nini mpaka ananikunja? Akasema ulikuwa unawasema wachawi uwanjani. Nikasema kwa nini kiwasema wachawi, shida iko wapi? Akasema muulize mwenyeji wako. Nikasema baba, eti shida iko wapi? Akasema huyu ni mchawi. Nikasema wewe ni mchawi? Akasema kwa hiyo nisipoomba msamaha, akasema nitakuua. Nikasema wewe uniue niliyebeba msalaba. Kanisa, beba msalaba wa Yesu. Watatangaza mabaya juu ya maisha yako, badala ya mabaya watashangaa mema ndio yanazidi kumwagika kwako. Baraka za Bwana zitazidi kumwagika. Muda sio rafiki, simama. Nimalizie saa 1 kasoro sasa. Hata kesho Mungu akiruhusu nitamalizia. Simama juu. Kanisa la Bwana, haleluya. Jana hatukufanya maombezi na leo sitafanya maombezi. Kuanzia kesho ni operation. Tokomeza ushetani kwenye maisha ya watu na matatizo. Kuanzia kesho ni siku zinaanza operation za kiroho. Kufyatua mashetani, kufyatua mapepo, kufyatua majini, kufyatua mikosi na balaa zote. Kujiandae kuanzia kesho kuombewa. Ameni, watu wa Mungu. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako.